unachotakiwa kufanya. Yani taaluma inayo connect kwenye kipawa ni moto wa kote. Inazalisha moto. Wengi wamebeba taaluma ambazo haziconnect kwenye nature, kwenye vipawa vyao. Hiyo taaluma imegeuka mzigo. Ndio maana analalamika na akili yake haina uwezo kuona fursa. Ili akili ione fursa ni lazima taaluma iconnect kwenye nature yako. Sasa vyuo, taasisi zote za elimu nyingi uwezo huo nadhani hawana. Na mifumo jinsi ilivyoanza na kitu tunachokiita elimu kilivyo. Na hiyo ndio tunaingia kwenye hilo swala ambalo ndio sababu hasa kwa tumejadili kwamba nilisoma kitabu kimoja kinaitwa You Can Win. Jamaa alisema kwamba mafanikio yetu ni 20% tu ya uwezo wa vitu tunavyoweza kuvifanya kwenye kazi. Lakini 80 ni personality ama sisi ni kina nani. Na kwa bahati mbaya akasema mifumo ya elimu kiujumla uwe na deal na ile 20% tu, inaacha 80 ambayo ndio. Na nikwambie tu watu wengi wanaoajiri watu dunia hii ni hao wanaodili na hiyo 80% nasema. Yani jamii ambayo haina watu wengi wanaodili na hizo percent unayosema inaachwa na mifumo ya elimu ndio wanaoajiri watu wengi. Tanzania hii mifano iko wazi. Niambie matajiri wakubwa unaowajua wewe, niambie mmoja mwenye PhD. Yani ujue the more una spend time kufanya jambo fulani na mwingine naye anafanya jambo lingine nje ya wewe. Lakini kinachotupa evidence ni uhalisia wa maisha. Una mock PhD za watu. Ni nzuri na ni muhimu, lakini tusione kama the only solution to life. Ni lazima watu wasome na ni muhimu watu wasome. Lakini mnaposoma msiwaeleze watu vitu ambavyo sio reality, kwa sababu kwenye maisha kuna reality. Nikiangalia reality na niambia mtu apate taaluma lakini inayo connect kwenye kipawa, kwenye nature. Wewe ukiwa mwandishi wa habari ukasomea uandishi wa habari uta excel. Wengi wanasomea hizi fani out of who they are. Ngoja kwanza, ukiwa mwandishi wa habari ukasomea uandishi wa habari una excel. Unamaanisha nini? Maana uandishi wa habari unakuwepo kabla ya kusomea. Kila taaluma unayoiona duniani kuna mtu ameandaliwa kwa ajili ya hiyo kitu. Naturally you can see mimi naongea. Sihitaji kuwa profesa, nahitaji kupata maarifa kidogo, kinywa kitanilisha. Mungu amedesign kila connection, body language, mouth and everything viko connected kunifanya ni survive. Lakini mfumo sasa unanicheat kuniambia kasome physics kwanza. Sina nielewa. Hatukatai, lakini unasoma nini kinaendana na wewe? Ndio maana unaona mtu ni msomi bado na complain kama ambaye hajasoma. Kwa nini? Ile taaluma ni mzigo kwake. Akili haijafunguka kuona fursa. Kwa nini? Haiko connected na nature. Hivi ukamchukua George ukamsomesha sanaa za maonyesho toka akiwa na miaka 5, angekuwa wapi saizi? This is what it is. Lazima tujifunze kuona kwa jicho la tatu. Kama macho mawili hayaoni vizuri, la tatu litaona. Na hilo la tatu ndio la muhimu zaidi ambalo wengi ni blind. Tukirudi kwenye issue yetu ya personality kwa sababu ni pana kiasi hicho. Jinsi tu ulivyo inaweza kufanya mtu akakupokea ama akakukataa moja kwa moja kabla hatujajua hata uwezo wako. Ni jinsi gani ambavyo naweza nikajitengeneza nikajua kwamba nikajitambua mimi nina personality gani na ina mapungufu gani. Nikupe mfano mmoja kwamba mimi nafahamu imenitokea kwa muda mrefu mpaka nimegundua kwamba mtu yoyote ambaye hatujaongea lakini niko kwenye mazingira yake, nikija kuwa rafiki yake huwa ananiambia kwamba huwa nilikuwa nahisi unaringa au ni mtu ambaye siwezi kukuzoea. Umeelewa? Kwa hiyo nimeshajua na deal vipi na hiyo situation. Mtu anaweza ka deal vipi kama ana personality ambayo kabisa haipokelewi lakini ana uwezo ambao unaweza ukamfikisha sehemu? Lazima ujiulize kwa nini hawakupokea. Inawezekana wao ndio wenye tatizo. Yani lazima uwe na why. Lakini wana saikolojia mnasema watu wanatutreat tulivyo sio au sawa. Sasa uelewe kama ni wengi inabidi uchange kwa manufaa yako hata kama hicho kitu ni fact. Kwa sababu upuuzi ukiwa na wengi inageuka kuwa fact. That's how it is. Maisha ya dunia yako hivyo hivyo. Upuuzi ukiwa na wengi, upuuzi kikubalika na wengi inageuzwa kuwa fact. Lakini haliwezi kuwa ukweli. Sio kila ukweli unafaa. Kuna wengine umegeuzwa tu, ni uongo umegeuzwa kuwa kweli kwa sababu wengi wanahitaji. Tuna deal vipi na issue ya personality iweze kutufikisha mbali? Personality kawaida tunasema haiba. Laziko haiba nne. Kuna sanguine, kuna choleric, kuna melancholy na phlegmatic. Hizi ndio haiba professional ambazo watu wanajua ni science. Sawa? Sasa kuzipalilia hizi sasa. Namna gani tuzipalilie zitufikishe mahali tunapostahili? Unanielewa?
hivi kwenye jamii yetu hata ukiuliza watu tu, uliza hata watu 10 tu, nani anayejua personality yake? Kwamba mimi sanguine, mimi choleric, mimi hakuna. Hata usipojua hayo majina, lakini zile tabia. Tupitishe haraka kwenye hizo please. Aziko haraka sana. Ni watu wa aina gani wanaweza nini? Mfano sanguine ni mtu msemaji. Lakini unaweza kujikuta una vitu vingi ndani yako, ila kimoja kikikua zaidi unabandikwa juu ya hicho. Okay. Ingawa mtu anaweza, kwa mfano mimi ni sanguine na choleric ndani yangu. Okay. Serious ni mtu wa kuchekesha, mtu wa kufurahisha, mtu lakini niko very serious. Oh yeah. Niko na hasira. Okay. Na nielewa yani hivyo. Lakini najijua kwa sababu nikishajua hivyo ili ni deal na watu. Na watu ambao nitadili nao na wajua. Kwa hiyo sanguine umekuzidi. Ndio maana yake ni kwamba unaongea zaidi. Ninaongea sana. Lakini sasa unapokuwa sanguine ukajua cha kufanya. Kwa mfano unajua wewe ni msemaji. Unatakiwa kujaza maarifa ili kusema kwako kuwe na manufaa. Sasa mtu akiwa sanguine halafu ni mjinga, niambie. Ana madini. Yaani kwa maana alafu unaongea sana. Watu wanaanza kuona unapiga kelele. That's it. Kwa hiyo unapokuwa sanguine, sawa mfano. Package yourself. Kwamba uwezo wa kusema unao, nature imekupa. Lakini unasema nini ni maamuzi yako. Nature inakupa uwezo wa kusema. Lakini useme nini ni juu yako. Wa kushughulika na hilo. Na nielewa. Kwa hiyo lazima utambue nature ilichokupa, deal na hicho. Alafu utasurvive. Sanguine. Huyo ni sanguine ni ya kwanza. Ya pili kuna choleric ambayo ndio wewe umemixa. Na yeye niko na mtu mwenye yuko serious muda wote, ni mtu yuko serious, mkali, ni kama simba. Anajitumiaje hiyo personality yake? Lazima ujijue kwamba mimi niko hivi. Mfano labda siwezi kufanya siasa, lakini naweza kuingia kwenye taaluma na kawa ofisini peke yangu nisipate shida. Sangu niwezi kukaa peke yake ofisini. Ataondoka hata staff ofisini hapa akatafuta mtu kuongea naye nje. Hawezi. Lakini choleric anaweza kushinda peke yake ofisini na hana shida. Na sio mpweke wala nini. Sasa kuna shida kwenye mahusiano inatokea. Kwa mfano siku hizi kijana anatafuta binti, yuko ni choleric, yes sanguine. Wanakwaruzana kwa tatizo la kutokujua personality zao tu. Sio kila mwanamke ni sanguine. Kwa sababu kila mwanamke anaongea. Hapana. Wanawake wanapewa zawadi ya kuongea kwa maana ya kutoa mizigo ndani ili wawe salama. Lakini sio kitu anachokipenda. Kwa hiyo sanguine ni anapenda kuongea. Ni aina ya watu. Sema sasa mtu anakuwa sanguine alafu hana maarifa na anazidisha. Lazima kuwe na kiasi. Sawa, twende mbele tusirudi kwa sanguine sana. Hao choleric watu wako hivyo. Kuna phlegmatic. The same thing, ni mtu mwenye hekima lakini anapenda kuchambua vitu. Kila kitu kimwambia kidogo tu, anachambua na dadavua. Tatizo dogo ingia in detail. Hao ndio wanafanya analytical thinking kwenye mataasisi, kwenye nini. Tatizo dogo tu lakini analifuatilia na dadavua mpaka linapata solution. Nanyosha kidole juu. Wako watu wa namna hiyo. Alafu kuna hao nimesema phlegmatic. Phlegmatic, choleric, sanguine na melancholy. Melancholy ni mtu nakuta mkimya, haongei. Haongea neno moja kwa dakika moja. Hivi kuna tofauti ya mkimya na mpole? Ndio. Mkimya ni kutokusema. Sawa? Mpole ni zaidi ya hapo. Ni the way unafanya vitu vyako. Mpaka na matendo juu. Kwa hiyo hizi ni aina 4. Ukishajijua kwamba wewe upo upande gani na tayari system imesha kucheat, is too late kubadilika. Unawezaje kudeal na mazingira? Kwa mfano umejikuta wewe sio mtu wa kuongea, tunao wengi. Kwa mfano mimi nakutana na watu ambao wako sijui kama inaingia huko kwamba ni mtu ni private sana lakini yuko kwenye sekta ya watu ni maarufu public. Yeye ni mtu anapenda privacy lakini yeye ni maarufu tayari. Unawezaje kupambana na hiyo situation? Lazima ujifunze. Unajua mimi ninachojua, nature haijui ujinga wala umaskini. Yeyote anaye violate nature ajibandae kupambana na matokeo magumu. Kwa lazima ujifunze na urespond, otherwise huta achieve zaidi. Kwa sababu haya mambo yote tumepewa ili tuishi vizuri tu, hakuna lingine. Kwa hiyo ukiignore unaweza kuishi vizuri kwa nguvu na ungeenda zaidi ya hapo. Taniambia mbona huyu yuko hivi na amefanikiwa? Angekwenda zaidi ya hapo. Sasa inawezekana karidhika kwa sababu ameachieve hicho kidogo, lakini kumbe angeweza kufanya zaidi kama angeelewa alivyo na kajaribu kuadjust. Kama ambavyo nilikwambia kwamba mwanadamu ana nafsi, ana roho, ana mwili. Nafsi inakula maarifa, roho inakula imani, mwili unakula lishe. Sasa huwezi kubalance. Kama hauna balance kwenye hayo maeneo huwezi kuwa stable. Hivi naomba tuelezee hilo sehemu. Mara nyingi nimeshazungumzia hizo sehemu lakini watu tukizungumzia nafsi ni nini? Ni ndo sisi nafsi ni utashi, hisia na akili ya mtu.
Hivyo vitu vitatu. Okay. Utashi wako, hisia zako na akili. Ndo nafsi. Hizo vyote kwa ujumla wake ni nafsi. Roho sijui ni kitu gani, lakini najua ndio iko ndani ya mwanadamu. Energy. Alafu mwili ndio hivyo, seli, tissue, organ na mifumo vimewekwa pale. Kwa hiyo vyakula vyake ni hivyo kwamba unakula diet kutunza mwili. Hauwezi kula chakula kusema unaongeza akili. Takoma nidanganya. Labda iwe inasaidia kupromote brain yako, development ambao ni sehemu ya mwili. Lakini hatuli kuongeza akili. Tunatunza mwili ili mwili uweze kufunction vizuri. Itulie. Nafsi kibebwa na mwili wenye shida inaumia. Vita huwa inaanzia kwenye roho. Okay. Alafu inakuja kwenye nafsi. Vikizidiwa vyote viwili, mwili ndio unatolewa kafara. Jamani, mambo ni mazito kama hivyo, na ni issue ya personality na jinsi ya kujitambua. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.